waziri mkuu mteule wa Hungary na mhafidhina anayeunga mkono Umoja wa Ulaya Peter Magyar anatarajiwa kuapishwa siku ya Jumamosi, huku akiahidi kuleta mabadiliko ya utawala baada ya miaka 16 ya uongozi wa mwanasiasa wa mrengo wa kitaifa Viktor Orban. Mwanasiasa huyo ambaye awali alikuwa ndani ya serikali kabla ya kugeuka kuwa mkosoaji mkuu, alipata ushindi mnono mwezi uliopita akiahidi kufanya mageuzi makubwa ili kupambana na ufisadi. Magyar mwenye umri wa miaka 45 pia anakusudia kutengua mabadiliko yaliyofanywa na Orban katika taasisi mbalimbali ili kudhibiti mahakama, vyombo vya habari, taaluma na sekta nyinginezo, ambapo Orban alikuwa amejenga uhusiano wa karibu na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin. Chama cha TISA kinachoongozwa na Magyar kilijinyakulia viti 141 kati ya viti 199 bungeni katika uchaguzi wa Aprili 12 mwaka huu, hali inayokipa chama hicho wingi wa thuluthi mbili unaokiwezesha kubadilisha katiba na kupitisha mageuzi muhimu. Kama moja ya majukumu yake ya dharura, Magyar anajaribu kuachia mabilioni ya euro ya fedha za Umoja wa Ulaya ambazo zimezuiwa na Brussels kutokana na wasiwasi kuhusu hali ya utawala wa sheria. Magyar atakula kiapo cha ofisi wakati wa kikao cha kwanza cha bunge kinachoanza saa 4 asubuhi na kurushwa mbashara kwenye skrini kubwa zilizowekwa kuzunguka jengo la bunge. Wiki iliyopita, Magyar alikutana na mkuu wa Kamisheni ya Ulaya Ursula von der Leyen kwa ajili ya mazungumzo. Hungary inakabiliwa na changamoto nzito ikiwemo kudorora kwa uchumi na kuzorota kwa huduma za kijamii, hali ambayo wachambuzi wanasema inahitaji marekebisho ya kimuundo ya muda mrefu. Mkurugenzi wa mikakati katika taasisi ya Republicon Andrea Virag alisema kuwa kuna uvumilivu mkubwa na nia njema kuelekea serikali hiyo mpya, lakini akibainisha kuwa matarajio ya wananchi ni makubwa mno na yanapaswa kutekelezwa hata katika kipindi kifupi. Magyar amewaeleza rais na washirika wengine wa Orban kujiuzulu kama sehemu ya mabadiliko hayo ya utawala, huku akizitaka mamlaka kuwazuia washirika wa Orban kuhamisha mitaji kwenda nje ya nchi. Mwezi uliopita, Orban alisema kuwa hatakaa bungeni na kuachia kiti alichoshinda kwa mara ya kwanza tangu nchi hiyo iingie kwenye mfumo wa kidemokrasia mwaka 1990. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 62 ambaye alilenga kuifanya nchi hiyo yenye watu milioni 9.5 kuwa mfano wa mfumo wa kidemokrasia unaozuia baadhi ya uhuru wa kiliberali na kuzuia haki mbalimbali, alisema kuwa atajikita katika kuimarisha upya kambi ya kitaifa. Siku ya Jumamosi, wabunge wamepanga kumchagua mmiliki wa hoteli Agnes Forsthofer kuwa spika wa bunge, akiwa mmoja wa wanawake wengi walioteuliwa na chama cha TISA kwa ajili ya nyadhifa za juu. Wakati chama hicho kipya kikijitahidi kuleta uwakilishi wa aina mbalimbali tofauti na muungano wa Orban, mapendekezo ya uteuzi yanajumuisha mwanasheria Vilmos Katai-Nemeth kama waziri wa masuala ya jamii na familia, ambaye atakuwa waziri wa kwanza nchini Hungary mwenye ulemavu wa macho, huku mwalimu wa historia ya Waroma Christian Kozegi akitarajiwa kuwa naibu spika wa bunge. Sherehe za siku ya Jumamosi ndani na nje ya bunge zimesheheni ishara mbalimbali zikiwemo bendera na muziki unaoenzi wanachama wa Hungary katika Umoja wa Ulaya, jamii ya wachache ya Waroma na raia wa Hungary wanaoishi katika nchi jirani. Virag alieleza kuwa Magyar anajaribu kuonesha kuwa anawakilisha umoja wa kitaifa na maridhiano baada ya siasa za utengano za Orban. Aliongeza kuwa vyama vya mrengo wa kushoto na vya kiliberali havitakuwepo bungeni kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1990. Nikiripotia Rubaa za Kimataifa, mimi ni Abdul Nasir Mwita.